Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja tukaangazie makala leo, ambapo tutaangazia dalili za mtu aliyefungwa na nguvu za giza. Karibu ambatana nami kwa kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila wakati. Karibu na moja kwa moja tuiangazie makala hii. Kufungwa na nguvu za giza ni dhana inayopatikana katika tamaduni nyingi za Kiafrika na duniani kote, ambapo inaaminika kwamba mtu anaweza kudhibitiwa, kuzuiliwa au kuathiriwa vibaya na nguvu zisizoonekana. Imani hizi zinahusishwa na matumizi ya uchawi, mizimu au nguvu za giza ambazo zinaweza kusababisha mtu kukosa mafanikio, kudhoofika kiroho na kimwili au kupata matatizo mbalimbali maishani. Makala hii itatoa mwongozo wa kina kuhusu dalili za mtu aliyefungwa na nguvu za giza. Moja ni kubadilika kwa tabia ghafla bila sababu ya kimsingi. Mtu aliyefungwa na nguvu za giza mara nyingi anaweza kubadilika ghafla bila sababu yoyote ile wazi. Hii inaweza kujumuisha kutoka katika hali ya furaha na kuwa kwenye hasira kali, huzuni mara kwa mara, au kuwa na tabia ya kujitenga. Kwa mfano, mtu ambaye hapo awali alikuwa mchangamfu na mwenye kushirikiana anaweza kuanza kuwa mkimya, ambaye haijijali au hata kuonyesha tabia za ajabu kama kuzungumza akiwa peke yake. Mbili ni kupoteza hamasa na hali ya maisha. Dalili nyingine inayojulikana ni kupoteza hamasa na hali ya maisha. Mtu anaweza kuacha kushughulika na maisha aliyokuwa akiyapenda au kupoteza shauku ya kufanya shughuli za kila siku kama kazi, biashara au mahusiano ya kijamii. Hii inaweza kusababisha mtu kukosa motisha ya kushindwa kuendelea na maendeleo binafsi. Tatu ni ndoto za kutisha na zenye maudhui yasiyoeleweka. Mtu aliyefungwa na nguvu za giza mara nyingi hupata ndoto za kutisha ambazo zinahusisha mazingira ya ajabu au ya hatari. Ndoto hizi zinaweza kujumuisha kushambuliwa kwa viumbe vya ajabu, kuanguka kutoka sehemu za juu au kufukuzwa na watu wasiojulikana. Kwa mfano, mtu anaweza kuota kuwa amefungwa na minyororo au kizuizi kisichoonekana, na ndoto hizi mara nyingi humfanya mtu aamke akiwa na hofu kubwa. Nne ni maumivu ya mwili yasiyoelezeka. Mtu anaweza kupata maumivu makali ya mwili kama vile maumivu ya kichwa, mgongo au viungo vingine ambapo havielezeki kisayansi. Wakati mwingine maumivu haya huonekana ghafla na yanaweza kudumu kwa muda mrefu bila kupona, hata baada ya kutumia dawa za kawaida. Kwa mfano, mtu anaweza kuhisi kama mwili wake unachomwa au anasikia maumivu makali bila kujeruhiwa. Tano ni kujitenga na watu wa karibu na jamii. Dalili nyingine ni mtu kujitenga na familia, marafiki au jamii yake. Anaweza kuepuka kukutana na watu, kukosa hamu ya kuzungumza au kuwa na tabia ya kujifungia ndani. Hii inaweza kutafsiriwa kama matokeo ya nguvu za giza zinazotaka kumweka mbali na msaada wa kijamii. Sita ni kushindwa kufanikiwa au kufanyiwa vizuizi kila mara. Watu wanaoaminiwa kufungwa na nguvu za giza mara nyingi wanakabiliwa na kushindwa kwa kila wanachojaribu kufanya. Mipango yao inaweza kuvurugwa bila sababu ya msingi, au wanaweza kushindwa kupata mafanikio licha ya juhudi kubwa wanazoziweka katika biashara zao. Kwa mfano, mfanyabiashara anaweza kushindwa kuanzisha au kuendeleza biashara licha ya kufanya mipango bora zaidi kwenye biashara yake. Saba ni kupoteza kumbukumbu na kuchanganyikiwa. Dalili nyingine inayoweza kuashiria kufungwa na nguvu za giza ni kupoteza kumbukumbu au kuchanganyikiwa. Mtu anaweza kushindwa kukumbuka mambo muhimu au kupata shida katika kufanya maamuzi sahihi. Wakati mwingine anaweza kuonekana kama ni mtu aliye katika hali ya ndoto au kutokuwa na ufahamu kamili wa mazingira yake. Nane ni kupata hofu na wasiwasi. Mtu aliyefungwa na nguvu za giza anaweza kuwa na hofu isiyo ya kawaida ambapo haina chanzo kinachoeleweka. Anaweza kuwa na wasiwasi wa mara kwa mara au kuhisi kama kuna kitu kinamfuatilia au kinalenga kumdhuru. Hofu hii inaweza kumzuia kuendelea na maisha yake ya kawaida. Dalili zingine ni kukosa usingizi na kushtuka kila wakati, kutokwa jasho kupita kiasi, kuvurugwa na mahusiano ya kijamii, mabadiliko ya ngozi na muonekano, kupungua uzito bila sababu. Hizo ndizo dalili za mtu aliyefungwa na nguvu za giza. Karibu, endelea kusubscribe kwa taarifa zaidi tunazokuletea hapa ndani ya Kiko Media. Asante na kwaheri.